الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. وتوفيق الله سبحانه وتعالى leo tunaanza rasmi kusoma ulumul Qur'an kupitia kitabu cha Al-Qawaid Al-Asasiyya, kitabu kilichotungwa na As-Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Maliki Al-Hasani au Muhammad ibn Alwi Al-Maliki Al-Hasani au Muhammad ibn Ulawi Al-Maliki Al-Hasani. Ili jina la mzee wake kuna wanaotamka Alwi kwa kumuita Muhammad ibn Alwi, na kuna wanaotamka Muhammad ibn Alawi, na kuna wanaotamka Muhammad ibn Ulawi. Tamam. Mwanawachuoni huyu ni mwanawachuoni mkubwa sana, ni mwanawachuoni wa madhhabu ya Maliki, lakini pia ni msufi na pia ni ashaira. Amezaliwa katika mji wa Makka mwaka 1044 miladia na akafariki mwaka 2004 tarehe 29 mwezi wa 10. Kwa hesabu hiyo atakuwa amefariki akiwa na miaka mingapi? Miaka 60. Na mpaka kufariki kwake mpaka hivi sasa, yani kutoka kufariki kwake mpaka hivi sasa imepita miaka 22. Tamam. Ni mwanawachuoni mkubwa aliyekubalika katika zama zake, aliyetumikia dini, aliyetunga vitabu mbalimbali. Alianza kusoma elimu yake kwa baba yake katika mji wa Makka, na baadaye akasafiri akaenda mpaka katika nchi ya Misri, akasoma pale Azhari Sharif katika kulia ya usuli din, na akatakharraj akapata doktora yake pale. Tamam. Ni mwanawachuoni ambaye alikuwa amejipamba na sifa za usufi, na alikuwa ni katika watetezi wakubwa wa manhaji yetu ya asufia. Tamam. Hata anapokea kiswa, siku moja mvua ilikuwa inanyesha pale Makka, na yeye alikuwa ana jalsa ya ilmu pale katika Masjid Haram. Sasa alikuwa na jalsa ya ilmu pale katika msikiti wa Makka. Basi akawaambia wanafunzi wake, nendeni mkatabaruku na maji ya mvua yanayoteremka kutoka katika nini? Katika mgongo wa Al-Kaaba, kwa maana kutoka katika juu ya Al-Kaaba, yale maji ya mvua ambayo yanaangukia juu ya Al-Kaaba na yanashuka chini, nendeni mkatabaruku kwa yale maji mkaoge. Basi wanafunzi wakaenda kuoga maji yale. Akatokea yule Sheikh Ibn Saad, mwanawachuoni wa Kiwahabi maarufu sana, yule mwenye tafsiri inayoitwa Tafsir As-Saadi. Akaanza kusema, tilmidhu man, hawa ni wanafunzi wa nani hawa? Yushrikuna inda al-Kaaba, wanafanya shirki mbele ya Al-Kaaba. Akaanza kutoa jazba pale huyo Sheikh Ibn Saad. Basi alivyoambiwa ni wanafunzi wa Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, akatoka mbio akamwendea As-Sayyid. Kumwendea akamwambia, talamidhuka yushrikuna inda Al-Kaaba, wanafunzi wako wanafanya shirki mbele ya Al-Kaaba. Akamwambia, shirki gani? Wanaoga yale maji yanayoshuka katika nini? Katika mgongo wa Al-Kaaba, wanatabaruku na maji yale, sio shirki hiyo? As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki
Akamwambia sio shirki, ni kutabaruku. Sio nini? Sio shirki, ni kutabaruku. Kwa sababu gani? Vitu hivyo vina baraka. Akamsomea aya mbili ndani ya Qur'an. Akamsomea aya ya 96 iliyopo katika surat Ali Imran. Akamwambia inna awwala baitin, aya inayosema inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan wa hudan lilalamin. Lakini mahallu shahid ni wapi? Inna awwala baitin wudhi'a linnas lalladhi bibakkata mubarakan. Akamwambia je, nyumba hile haina baraka? Yule Sheikh Ibn Saadi akabaki kimya. Akamsomea aya nyingine iliyopo katika surati Qaf, aya ya 9 inayosema wanazzalna minas samai ma'an mubarakan faambatna bihi habbatin wa habbal wasid. Mahallu shahid ni wapi? Wanazzalna minas samai ma'an mubarakan. Akamwambia je, hayo maji pia hayana baraka? Maji ya mvua hayo. Akamwambia sasa hiyo shirki inatoka wapi? Watu wanatabaruku na nyumba iliyobarikiwa, nyumba yenye baraka, na wanatabaruku na maji yenye baraka, na uko kusifiwa vitu hivi kuwa na baraka vimesifiwa ndani ya Qur'ani. Shirki hiyo inatoka wapi? Shirki hiyo inatoka wapi? Na inasemekana kwamba ile mvua ilikuwa ni mvua ya mwanzo wa mwaka, na ni sunna mtu ile mvua ya mwanzo wa mwaka sawa sawa kunini kwenda katika ile mvua akauloanisha mwili wake, ni sunna. Imekuja kupitia hadithi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba ni sunna ile mvua ya mwanzo wa mwaka mtu nini yani aloane na maji ya yale mvua, yani aloane na yale maji ya mvua ya mwanzo wa mwaka, mwili wake upate yale maji ya mvua ya mwanzo wa mwaka, ni sunna. Sasa akamwambia aina shirki ya Sheikh, shirki iko wapi hiyo shirki? Yule Sheikh Ibn Saadi akainuka pale akaondoka, uso umemkunjana hivi Sasa utaona kupitia kisa hichi kwamba ndugu zetu hawa wanakurupuka, hawafanyi mambo kiilmu na hawayaangalii mambo kiilmu. Wanawasingizia watu shirki, wanawasingizia watu mengi ya kuwasingizia, lakini uhalisia wake hayako hivyo. Kwa hiyo Sheikh Ibn Saadi yule aliondoka pale, hakujibu chochote. Sasa mshirikina nani hapa? Nani mshirikina katika kati ya hao wawili au kati ya hao wanafunzi wa Sheikh Sayyid Muhammad Ali al-Maliki na Ibn Saad? Yeye anawasingizia watu katika shirki. Kwa hiyo alikuwa ni mwanachuoni mwenye kutetea manhaji ya Sufia katikati ya mji wa Makka, katikati ya mji wa Makka, na alitunga vitabu vingi vya kuelezea manhaji ya Sufia, vitabu vyenye manufaa makubwa. Tamam. Kwa hiyo leo insha Allah taala tutaanza kitabu chetu hichi cha huyu bwana mkubwa Sayyid Muhammad Ali al-Maliki al-Hasani. Al-Hasani ni nisba, ni nisba, kwa maana ananasibishwa na kizazi cha mjukuu katika wajukuu wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Kwa ni mjukuu wa Sayyidina Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhuma. Tamam. Katika kitabu chetu hichi kuna mukaddima miwili, kuna muqaddimatul kitab na muqaddimatul ilmi. Kuna mukaddima wa kitabu na kuna mukaddima wa hii elimu ya ulumul Qur'an. Tamam. Sasa leo insha Allah taala tutatabaruku
kwa kuwa ndio tunaanza, tutatabaruku na muqaddimatul kitab faqat, tutatabaruku na muqaddima wa kitabu peke yake. Tamam. Anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, bismillahir rahmanir rahim, kwa maana naanza kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema na mwenye kurehemu. Muqaddimatun bimaana hadhihi muqaddima, muqaddimatun hadhihi muqaddima, huu ni utangulizi, na utangulizi huu ni nini? Ni muqaddimatul kitab, ni utangulizi wa kitabu. Tamam. Anasema Sheikh, alhamdulillahi alladhi hadana, kila jinsi ya sifa njema inamstahiki Allah, alladhi, ambaye kwamba hadana lihadha, aliyetuongoza, lihadha, kwa uongofu huu, kwa uongofu huu, uongofu wa kutuletea dini na kutuletea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na uongofu wa kutujalia sisi kuwa ni miongoni mwa waliomwamini yeye na mitume wake na vitabu vyake na malaika wake, na kuamini siku ya Kiyama, na kuamini qadar, kheri zake na shari zake zote zinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wama kunna, na hatukuwa sisi, linahtadiya, ni wenye kuweza kuongoka, laula an hadana Allah, lau kama sikutuongoa sisi Allahu subhanahu wa ta'ala, laula an hadana Allah, lau kama sikutuongoa sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam. Ndio tunarudi katika ile la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, hakuna uwezo wala njama ya kuweza kuepuka maasi, na hakuna uwezo wala njama ya kuweza kufanya taa isipokuwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi kuongoa au kuongolewa au kuongozwa katika njia ya haki ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa huruma yake na kwa mapenzi yake. Wassalatu wassalam, na rehma na amani, ala sayyidina Muhammadin, zimshukie bwana wetu Muhammadin, wa ala alihi, na kwa watu wake, wa ashabihi, na kwa masahaba zake, al-a'immatil hudat, ambao ni maimamu waongofu, wana maimamu wenye kuongoza watu katika njia ya haki, wattabi'ina lahum, na wale wenye kuwafuata wao, biihsanin, kwa wema, ila yaumil hashri wan najah, mpaka siku ya kukusanywa watu, wan najati, na kuokoka wale watakaookoka. Tamam. Wan najati, na kuokoka wale watakaookoka, kwa maana siku ya kukusanywa watu na siku ya kuokoka wale watakaookoka. Mwenyezi Mungu atujalie nasi tuwe miongoni mwao, amin. Amma baada ya himdi na salam, fahadhihi qawaidu usuliyatun, basi hizi ni kanuni za msingi ambazo yajibu, ni wajib, ala kulli man arada an yatawassaa, ala kulli man, juu ya kila yule ambaye, arada, anayetaka, an yatawassaa, kujiendeleza, fi qiraati kutubi ulumi alquran, katika kusoma vitabu vya ulumi alquran, yajib maarifatuha, ni wajib azitambue kanuni hizi za msingi. Maarifatuha ndiye fa'il wa yajib. Tamam. Liannaha, kwa sababu kanuni hizo za msingi, muqaddimatun, ndiyo utangulizi, au muqaddimatun, ni utangulizi ambao. Tamam. Liannaha, kwa sababu hizo kanuni za msingi, muqaddimatun, ni utangulizi ambao, la budda minha, hapana budi kufahamu, ni utangulizi ambao, la budda minha, hapana budi kufahamu, lilmubtadiin, kwa wale wenye kuanza, min tullabil ilmi sharif, ambao ni wenye kutafuta elimu tukufu, kwa maana min tullabil ilmi sharif, ambao ni wanafunzi wenye kutafuta elimu tukufu. Elimu tukufu imekusudiwa elimu ya Qur'an. Kwa hiyo wale wenye kuanza ambao ni wanafunzi wenye kutafuta elimu tukufu, elimu ya dini, basi hawana budi
kutambua utangulizi kama huu. Tamam. Waqad samainaha alqawaid alasasiya, na hakika tumeuita huo utangulizi alqawaid alasasiya, tumeuita kanuni za msingi fi ulumi alquran, katika elimu za Qur'an, kwa maana katika kufahamu elimu za Qur'an. Nas'alu Allah ta'ala, tunamuomba Mwenyezi Mungu mtukufu, an yanfa'a biha, alete manufaa kupitia mukaddima huo, kama nafa'a bi asliha, kama alivyoleta manufaa kupitia asili ya utangulizi huo, asili ya utangulizi huo, almusamma, asili inayoitwa bizubdatil itqan, zubdatil itqan. Tamam. Aliposema asili, kwa maana kitabu ambacho ndiyo asili ya mukaddima huu, kwa maana hichi kitabu cha alqawaid alasasiya ni mukhtasar wa kitabu chengine ambacho kinaitwa zubdatul itqan. Tamam. Na hiyo zubdatul itqan ni kitabu cha huyu mwanawachuoni, na kitabu hicho mwanawachuoni huyu As-Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki amefanya mukhtasar wa kitabu cha al-itqan cha al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah ta'ala. Tamam. Kwa hiyo unaposoma alqawaid alasasiya ni sawasawa na unasoma zubdatul itqan. Kwa sababu gani? Alqawaid alasasiya ni mukhtasari wa zubdatul itqan, na unaposoma zubdatul itqan ni sawasawa na unasoma kitabu cha al-Imam As-Suyuti ambacho ni al-itqan. Tamam. Afumu hapo. Kwa sababu gani? Kwa sababu zubdatul itqan ni mukhtasari ya al-itqan ya al-Imam As-Suyuti. Tamam. Akaendelea kusema Sheikh, waqad qara'tu kutuba hadha al-ilmi, na hakika nimevisoma vitabu vya elimu hii, elimu ya ulum al-Qur'an, ala jumlatin min al-a'imma, ala jumlatin min al-a'imma, kwa wanawazuoni wengi wakubwa, ala jumlatin min al-a'imma, kwa wanawazuoni wengi wakubwa. Tamam. Kwa sababu mwanachuoni wetu huyu Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki amesoma Makka na akaenda kusoma Misri, lakini pia bila shaka lazima alikuwa na rihla nyingi za kusafiri kwenda huku na kule. Tamam. Kwa hiyo anasema waqad qara'tu kutuba hadha al-ilm, na hakika nimevisoma vitabu vya elimu hii, ala jumlatin min al-a'imma, kwa wanawazuoni wengi wakubwa. Minhum, miongoni mwao, Sayyidi al-Walidu Alwi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Miongoni mwao ni anamtaja Sayyidi, bwana wangu, al-Walidu, baba yangu mzazi, Alwi ambaye ni Alwi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani rahimahullah. Tamam. Kwa kataja miongoni mwa hao na wachuoni wakubwa ambao walisoma kwao ni mzee wake ambaye amemtaja hapa. Tamam. Akaendelea kusema wa arwihi anhu, na naipokea elimu hii ya ulumi al-Qur'an anhum, kutoka kwa hao wanawazuoni wakubwa, bi asanidihi, kwa zile sanadi za elimu hii, almufassalati, zilizobainishwa, fi kutubil asanid, katika vitabu vya sanad. Tamam. Kwa maana elimu hii yeye ameipokea kwa sanad mpaka kwa watunzi wa elimu hii. Tamam. Na kuna vitabu vinaitwa kutubul asanid. Kutubul asanid ni vile vitabu vyenye kuandika sanadi za vitabu mbalimbali. Kwa hiyo vitabu ambavyo yeye amevisoma katika ulum al-Qur'an, sasa kupitia zile sanadi ambazo zimehifadhiwa kwenye vitabu vya sanad, sasa basi sanadi zile zinaungana na sanadi yake yeye. Tamam. Kwa hiyo hakutaka kutaja sanadi zote za vitabu vyote alivyovisoma, kwa hiyo akaegemeza kwa kusema nini, wa arwihi, na naipokea elimu hii, anhum, kutoka kwa hao wanawazuoni wakubwa, bi asanidihi, kupitia zile sanadi zake, almufassalati, zilizobainishwa, fi kutubi asanid, katika vitabu vya sanad. Tamam. Kwa maana kuanzia kwake yeye mpaka kufikia kwa hao watunzi wa vitabu
basi yeye anaungana zile sanadi zilizopo katika vitabu vya sanad. Tamam. Wanadhkuru huna, na tutataja hapa, wanadhkuru huna, na tutataja hapa sanada ashhari kutubi hadha alfanni, tutataja sanad ashhari kutubi, ya kitabu maarufu hadha alfanni, cha fanni hii. Wanadhkuru huna, na tutataja hapa sanada ashhari kutubi hadha alfanni, sanad ya kitabu maarufu hadha alfanni, cha fanni hii. Wa huwa, nacho kitabu hicho al-Itqanu, ni kitabu cha Itqan ambacho ni kitabu cha al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tamam. Bisanad, ninakipokea kitabu hichi kwa sanadi sayyidi, ya bwana wangu alwalidi, mzee wangu as-Sayyid Alwi, ambaye ni Sayyid Alwi. Faqad qara'tu alayhi, hakika nimesoma kwake yeye, kitab al-Itqan, kitabu cha Itqan fi ulum al-Quran lilhafidh Jalaluddin Abdurrahman ibn Abi Bakr As-Suyuti, ambacho ni kitabu cha al-Hafidh Jalaluddin Abdurrahman, ambaye ni Abdurrahman ibn Abi Bakr, mtoto Abi Bakr As-Suyuti, mwenye kufahamika kwa nisba ya As-Suyuti. Tamam. Sasa anaanza kututajia sanad kuanzia kwa mzee wake mpaka kufikia kwa al-Imam As-Suyuti. Anasema walwalidu, na baba yangu ambaye ni Sayyid Alwi, qara'ahu, amekisoma kitabu hicho, ala abihi, kwa baba yake as-Sayyid ambaye ni Sayyid Abbas ibn Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani. Tamam. Wa huwa, naye huyo as-Sayyid Abbas ibn Abdul Aziz al-Maliki al-Hasani, qara'ahu, amekisoma kitabu hicho, ala shaykhaihi, amekisoma kwa mashekhe zake wawili, ala shaykhaihi, amekisoma kwa mashekhe zake wawili. Shekhe wake wa kwanza al-Sheikh Muhammad Abid, mufti al-Malikiyya bi Makkah al-Mukarrama, Sheikh Muhammad Abid ambaye alikuwa ni mufti katika madhhabu ya Maliki bi Makkah al-Mukarrama, katika ule mji wa Makkah. Na shekhe wake wa pili as-Sayyid Abi Bakr Shata al-Makki. Tamam. Kwa hiyo baba yake amekisoma, yani babu yake طيب, babu yake Muhammad Alwi al-Maliki, babu yake Muhammad Alwi al-Maliki amekisoma kitabu hichi kwa mashekhe zake wawili. Shekhe wa kwanza ni Muhammad Abid na wa pili ni Abi Bakr Shata al-Makki. Tamam. An shaykhihima, na hawa wawili nani? Muhammad Abid mufti al-Malikiyya na Abi Bakr Shata al-Makki, wamekisoma kitabu hicho an shaykhihima, wa shekhe wao nani? as-Sayyid Ahmad ibn Zayn Dahlan mufti al-Balad al-Haram. Shekhe wao ni Ahmad ibn Zayn Dahlan mufti al-Balad al-Haram. Tamam. An shaykhi, naye Ahmad ibn Zayn Dahlan amekisoma kitabu hichi an shaykhi, kutoka kwa shekhe wake Sheikh Uthman ibn Hasan ad-Dimyati, wa shekhe wake ni Sheikh Uthman ibn Hasan ad-Dimyati. An Sheikh Abdullah ibn Hijazi al-Sharqawi, naye Sheikh Uthman ibn Hasan ad-Dimyati amekisoma kitabu hichi kutoka kwa Sheikh Abdullah ibn Hijazi al-Sharqawi. Naye Sheikh Abdullah ibn Hijazi al-Sharqawi amekisoma kitabu hichi an Shams Muhammad ibn Salim al-Hifni. Tamam. al-Hifni. Tamam. Naye al-Shams Muhammad ibn Salim al-Hifni amekisoma kitabu hichi an Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Budairi. Naye Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Budairi عن الشيخ أبي الضياء علي ابن علي الشبراملسي. naye Sheikh Muhammad ibn Muhammad al-Budairi amekisoma kitabu hichi kutoka kwa Sheikh Abi Dhiya Ali ibn Ali al-Shabaramalsi. Tamam.
naye Sheikh Abi Dhiya Ali ibn Ali Ash-Shabramalsi amekisoma kitabu hichi ani Sheikh Ali Al-Halabi, naye Sheikh Ali Al-Halabi ani Sheikh Ali Az-Ziyadi amekisoma kitabu hichi kutoka kwa Sheikh Ali Az-Ziyadi, naye Sheikh Ali Az-Ziyadi amekisoma kitabu hichi ani Sayyid Yusuf Al-Armayuni. Tamam, Yusuf Al-Armayuni, naye Sheikh Yusuf Al-Armayuni amekisoma kitabu hicho cha Al-Itqan an al-Hafidh Al-Jalal As-Suyuti, amekisoma kitabu hicho kutoka kwa mtunzi mwenyewe. Kitabu gani? Kitabu cha Al-Itqan, kitabu cha mtunzi mwenyewe ambaye ni Al-Hafidh Al-Jalal As-Suyuti rahimahumullahu ta'ala. Wote hawa wameshaondoka duniani, tumebaki sisi ambao tunaona kwamba ulimwengu bado wa kwetu, lakini pia ipo siku na sisi nini tutaondoka. Kwa hiyo tujifunze pia kupitia hii sanadi ya hawa watu kwamba hawa wote waliishi duniani wakafanya makubwa ya kuyafanya, lakini mwisho wa siku wakaondoka. Tumebakia sisi, tunafanya nini? Tunapata ibra gani kupitia wanawazuoni hawa? Tunapata ibra kwamba albaqau lillah. Kwa hivyo hatuna budi tujipinde na sisi tufanye hayo madogo ambayo nini tunaweza kuyafanya, almuradi kesho na kesho kutwa tukiondoka hapo ulimwenguni tuwe tumejitahidi kwa kadri ya uwezo wetu. Katabahu, muqaddima huu wa kitabu ameuandika Sayyid Muhammad ibn Sayyid Alwi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala. Insha Allah ta'ala leo tutatabaruku na muqaddimatul kitab, na kesho tutaendelea katika muqaddimatul ilmi. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa minkum.